kabla sijatoa maoni yangu, ninaomba mfahamu kuwa Tarime inaongoza kuwa na mipaka mingi, maeneo mingi ya vichochoro yanayotokea Tanzania kwenda Kenya, kwa sababu sisi tuko jirani na nchi ya Kenya. Lakini pili, ni lazima mfahamu ni nini kimechochea tatizo lililojitokeza tarehe 29. Kwanza nishukuru wajumbe wanaoongea humu, tumetoa nafasi, hakuna kuzomeana. Ninawashukuru sana, kila mtu anatoa maoni yake kwa uhuru. Naomba jina naitwa Hamza Adam. Ndugu viongozi wa tume, sababu kubwa ya chanzo tarehe 29 ni uchaguzi na matamko yaliyokuwa yanatolewa kabla ya uchaguzi. Mengi yanafichwa, lakini asilimia kubwa ni matamko makubwa yalikuwa yanatokea, na ndiyo yaliyoashiria na kusababisha matukio yote yaliyotokea tarehe 29. Moja, mwezi wa 8 tarehe 5, makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa alikaa kikao Kitagasembe akiwa na viongozi wa chama cha Safina Kenya, akahalalisha akasema uchaguzi huu by any means, kwa namna yoyote hautofanyika. Lugha hiyo hapa Tarime ilituonyesha kwamba makamu amejiandaa yeye na mawakala wake kuhakikisha uchaguzi haufanyiki, lakini walio wengi hawayasemi na wanayajua. Pili, jamani, tusikilizane, kila mtu anatoa maoni yake. Haya ni maoni. Pili, tusikilizane. Sasa hivi tunatafuta watu waliopotelewa. ndugu mjumbe, nyumbani imepigwa mawe, imebomolewa yote ofisi. Sasa hivi watu walikono hapa, kuna zaidi ya watu 20 ambao wanataka kutaja ndugu zao. Kwa hiyo tuanze na watu ambao walipotelewa na ndugu zao, walifiwa na ndugu zao, wataje jina, tarehe na mahala alipopotea.